kutoka ardhi ya ndoto tunainuka. Nephew anawashanga zoni yetu moyoni mwa Afrika. Hey, watu wangu wa zoni yetu, mambo vipi jamani? Mpo? Nipo na mimi hapa. Najua kila mtu anaendelea vizuri kwa siku hii ya leo, lakini kabla sijaanza kuwapa mada ya leo, naomba niwakumbushe kwamba hiki kipindi kimeleta kwenu kwa hisani kubwa sana ya watu wa Wano Africa, wadhamini wangu wakubwa sana, na mambo mengi sana yatakuja baada hiyo app kufunguliwa. Anyway, sasa leo nataka niwapeni story fulani, lakini naomba unisaidie kama hii story wewe unaionaje. Mwisho nitakuuliza swali. Leo sitakuacha na kibwagizo kwa sababu story na mambo mazito. So, naomba nikwambie kitu. Leo nilikuwa nasikiliza kitu fulani, nikafuatilia story ya dada mmoja. Huyu dada ameishi miaka 20 amjui babake. Aliambiwa babake amefariki for the last 20 years. Anaamini babake alifariki. Akakaa siku moja akapata message kutumia mtandao, kwenye hizi vitu vyetu vya mtandao. Akaambiwa bwana, babako yuko hai na anaumwa, anakaribia kufariki. Sasa anataka akuone. Yule mtoto hakuamini. Akasema babangu kafanya nini? Akasema babako yuko hai na ana mambo mengi sana kutaka kukuambia, na anaomba sana mkaonane. Hakuamini. Akamuuliza mamake, mama, nimepata hii message kwenye mtandao na anasema kwamba babangu yuko hai. Mamake akamwambia, mwanangu, babako hakufariki, lakini kama amekutafuta, mfuate yule alikutafuta akuonyeshe babako yuko wapi. Basi wakawasiliana, akamchukua yule dada akampeleka mpaka babake alipo. Kweli babake alikuwa kwenye kitanda cha kufariki, wenyewe kwa lugha za kigeni wanaita deathbed. Alikuwa anakaribia kufa na ugonjwa ulikuwa ndio hivyo umeshamla vibaya sana. Akamwambia, bwana, mimi ndo babako. Yule dada hakuamini, wakafanya mambo ya DNA na ni kweli ndo alikuwa babake. Akamwambia, sasa baba, hii miaka yote iliyokuepo imeenda imerudi, unanitafuta leo, ulikuwa wapi? Akaniambia, mwanangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nilimpenda mama yako, ila baba yako ambaye ni babu yako hakunitaka, akatafuta watu waniue. Mama yako akaniambia, bwana, kuna watu wametafutwa wanakutafuta wakuue. Kwa hiyo mimi nadanganya umefariki ili uendelee kuishi, na siku moja kama Mungu akimchukua babangu umtafute mwanao. Ndio baba huyu akapotea miaka 20 na karibia kila siku alikuwa anaandika barua, tuseme mara 2 kwa wiki, mara 3, anamwandikia mtoto wake, akawa amezihifadhi. Anamwambia baba mtoto wake kila story iliyokuwa inaendelea maishani mwake. Kipindi cha miaka 20. Nafikiria miaka 20 michache wewe? Ni mingi mno. Na yule mzee alikuja akafanikiwa, akawa na utajiri, akaandika mali zote kwa mtoto wake. Baadaye yule mtoto akampigia simu mama yake. Akamwambia, mama, hii habari ni ya kweli? Mama yake akamwambia, ndio, hiyo habari ni ya kweli mwanangu. Nilitaka babako aishi umuone, na kweli babu yako alitaka kumuua. Baada ya siku kadhaa yule mzee akafariki. Mali zote akaachia yule mtoto. Sasa nataka leo nikuulize swali. Je, wewe ungekuwa yule mtoto, ungemsamehe mama yako, ungemshukuru mama yako, au ungempotezea? Zoni yetu leo imekuja kidogo na majungu. Hiyo ni habari na kuachia kwa siku ya leo. Haya bana, sina kibwagizo cha kukuacha nacho, ila kumbuka Wano Africa wapo mjini na kazi wito wanakaribia kuanua mambo yao. Mpaka siku nyingine tena, ni mimi Nephew wenu. Leo naondoka kimya kimya. Imeisha hiyo.